Ikiwa umekutana na video hii, hongera sana, kwani wewe ni wa bahati sana kuweza kuiona. Leo nitakupa tip 2 tu ambazo kama utazizingatia utakaa mbali na ugonjwa wa kisukari na utakaa mbali na ugonjwa wa presha. Kumbuka, kisukari na presha sio maradhi bali ni hali, kwa mujibu wa mafunzo ambayo tumeyapata kutoka katika shirika la afya, na haya ni maradhi yanayoitwa NCDs, non-communicable disease. Lakini kwa takwimu, ugonjwa namba 1 unaoongoza kuua watu duniani kwa sasa ni ischemic condition ama ugonjwa wa hypertension, blockage katika mishipa ya damu pamoja na kupasuka mishipa hiyo inayosababisha mtu kupoteza maisha papo kwa papo. Lakini ugonjwa namba 4 unaoongoza kwa kuua watu zaidi duniani ni ugonjwa wa kisukari, diabetic condition. Kwa nini haya magonjwa yanaingia katika top 5 ya kuondoa maisha ya watu zaidi? Ni mambo mawili tu ambayo unatakiwa kuyazingatia. Cha kwanza, zingatia sana chakula unachokila endapo hautakuwa una njaa. Watu wengi tunakula kwa sababu masaa yamefika ya kula. Unaamka asubuhi huna njaa, unalazimisha. Mchana huna njaa, unalazimisha, na hata usiku ni hivyo hivyo. Zingatia sana, usile chakula mpaka utakaposikia njaa. Hapo utakuwa umefanikiwa kuweza kujilinda na changamoto ya ugonjwa wa kisukari kwa kudhibiti kiwango cha wanga kinachoingia katika mwili wako kisichokuwa na kazi. Lakini tip ya pili, zingatia sana kuweza kuwa na movement, kuweza kuwa na shughuli fulani ya kimatembezi ama ya kukufanya utoe jasho walau dakika 30 kwa siku. Kwa nini? Ukifanikiwa kufanya hivyo, unazungusha mzunguko wako wa damu kutoka katika nyayo kwenda katika kifua na hatimaye kwenda katika ubongo, na hapo utakuwa umejilinda na stage za kwanza kabisa za changamoto ya ugonjwa wa pressure. Kwa sababu pressure ni nini? Pressure ni blockage ya mishipa yako ya damu kwa kuwa imezungukwa na mafuta mengi ama cholesterol nyingi, lakini kutokuwa na mzunguko sahihi wa damu kutoka kwenye sehemu ya ubongo kwenda kwenye sehemu ya nyayo zako za miguu pamoja na kupita pale katika moyo, ambapo ndipo msukumo huo unapoweza kutokea. Shika tips hizi 2. Angalia ulaji wako, usile ukiwa una njaa. Hakikisha unapata movement ama shughuli fulani ya kutoa jasho lako walau dakika 30 kwa siku. Mbinu hizi ukizitumia, wewe mwaka 2026 utaweza kujilinda na changamoto ya kisukari pamoja na changamoto ya pressure. Kupata tips na mafunzo mengi kama haya, usisahau kutembelea ukurasa wangu unaoitwa Dr. Mbaraka Mbwambo. Nitakusaidia uweze kupata matokeo mazuri ya afya yako.